Mtoto wa kishua aliyeua kwa makusudi akizani pesa itamwokoa. Kulikuwa na kijana mmoja anayeitwa Ryan. Ryan alizaliwa katika familia ya kitajiri sana. Baba yake alikuwa mfanyabiashara mkubwa mwenye kampuni kadhaa, huku mama yake akiwa mmoja wa wanawake waliokuwa wakiheshimika sana katika jamii. Tangu akiwa mdogo, Ryan hakuwahi kukosa chochote. Alipohitaji simu mpya, alinunuliwa. Alipotaka gari, alipata. Alipokosea shuleni, wazazi wake walitatua kila tatizo kwa kutumia fedha zao. Polepole Ryan alianza kuamini kuwa pesa zinaweza kununua kila kitu, mpaka roho ya mwanadamu. Hakujua kuwa kuna kitu kimoja ambacho hakiuzi kwa fedha: haki. Baada ya kumaliza chuo, Ryan alianza maisha ya anasa. Alizunguka na marafiki zake waliompigia makofi kila alipokuwa akitumia pesa ovyo. Kila wiki walikuwa kwenye vilabu vya usiku wakifurahia maisha kana kwamba kesho haipo kabisa machoni mwao. Usiku mmoja, baada ya starehe kubwa, Ryan alitoka akiwa amelewa sana. Rafiki yake alimshauri wasubiri dereva, lakini dereva alikuwa amechelewa sana. Ndipo Ryan akachukua sheria mkononi na kuanza kuendesha gari, lakini marafiki zake walimwambia, Ryan, usiendeshe gari, umelewa sana. Lakini Ryan alicheka, nani atanifanya nini? Unajua mimi ni nani? Aliingia kwenye gari lake la kifahari na kuondoka kwa mwendo wa kasi ile mbaya. Barabara ilikuwa tulivu. Ghafla mbele yake kulikuwa na pikipiki iliyokuwa ikivuka. Ryan hakupunguza mwendo kabisa. Aligonga pikipiki kwa nguvu. Mlio mkubwa ulisikika. Mpanda pikipiki alianguka chini akiwa amejeruhiwa mbaya. Badala ya kushuka kumsaidia, Ryan alisimama kwa sekunde chache. Akaona watu wakianza kukusanyika, kisha akaondoka kwa kasi. Asubuhi yake habari zikaenea, mtoto wa kigogo amesababisha ajali na familia ya marehemu inalia kwa uchungu. Mpanda pikipiki alikuwa amefariki dunia hospitalini. Familia ya marehemu ililia kwa uchungu sana siku hiyo. Hata watu waliokuwa na mfahamu yule bodaboda pamoja na abiria walilia sana. Wakati huo Ryan alikuwa nyumbani akiamini baba yake angeweza kumaliza kila kitu. Baba yake aliwaita mawakili, walijaribu kutafuta njia ya kumsaidia, lakini hawakujua kuwa kamera za usalama zilikuwa zimerekodi kila kitu. Polisi walikusanya ushahidi, walipata picha ya gari, walipata namba, walipata muda wa tukio na walipata mashahidi. Siku chache baadaye, polisi walifika nyumbani kwa Ryan. Kesi imekuwa ngumu. Kesi nani ataizima? Lakini baba yake hakuwa na maneno. Baba, waambie mimi siwezi kufungwa. Baba alicheka huku akiumia moyoni. Ryan aliendelea kuamini kuwa fedha zingebadilisha kila kitu, lakini ushahidi ulikuwa mzito kweli kweli. Video zilionyesha wazi jinsi alivyogonga pikipiki na kukimbia. Mahakama ilisikia ushuhuda wa familia ya marehemu. Mama wa marehemu alisema kwa machozi, mwanangu atorudi tena, tunachokitafuta ni haki. Maneno hayo yalifanya ukumbi mzima kutulia. Ryan alianza kutambua uzito wa kitu alichokifanya. Hakukuwa tena na muziki, hakukuwa tena na sherehe, hakukuwa tena na pesa ambazo wamezoea kuonga au pengine kufuta kesi mbalimbali. Lakini ishakuwa too late. Sasa mahakama inamwangalia kwa jicho la pili baada ya kusikia kwa masikio nini kilichokuwa kimemsibu mpaka kusababisha ajali. Si kingine, ilikuwa ni pombe. Akili ya pombe imemfanya apoteze dira. Sasa analia. Alitegemea pengine baba yake angekuwa msaada, lakini kwa upande wa haki, kila kitu kimegonga mwamba. Kwa watoto wa mjini tunasema
maji yamezidi unga. Haya sasa, hakukuwa tena na marafiki waliokuwa wakimzunguka, walitoweka moja kwa moja, mmoja baada ya mwingine. Baada ya miezi kadhaa ya kusikiliza ushahidi mahakamani, ilitoa uamuzi mzito. Ryan alipatikana na hatia kulingana na ushahidi uliowasilishwa mahakamani. Alisimama kimya huku akitetemeka, alimwangalia baba yake kana kwamba anaweza kumsaidia kitu, lakini moyo wa baba ulikuwa umekumbwa na ukungu mzito, ambapo haoni mbele nini cha kufanya ili amtoe mwanaye. Wakiwa mahakamani, macho yao yalikutana kwa sekunde chache. Baba yake alikuwa analia. Emfikiria, unamtegemea mtu akusaidie, alafu unasikia kilio ndani mwake. Unadhani nini ambacho kitaendelea juu yake? Ryan amejikanyaga. Ryan ameingia kwenye choo cha kike. Kila mtu lazima abebe msalaba wake. Maneno machungu, lakini hakuna jinsi. Starehe gharama bana. Ukikubali starehe, kubali na mambo ambayo yatakukuta ukiwa ndani ya starehe. Baba yake alikuwa analia kweli kweli. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Ryan alitambua kuwa pesa zinaweza kununua nyumba kubwa, magari ya kifahari na maisha ya anasa, lakini hayawezi kufuta kosa lililofanywa wala kurudisha maisha ya mtu yaliyopotea. Miaka ilipita. Akiwa gerezani, Ryan alianza kusoma vitabu, kufanya kazi kwa ushauri wa wafungwa wenzake wasiige njia aliyopitia. Aliandika barua ya kuomba msamaha kwa familia ya marehemu. Hakutarajia kusamewa, alitaka tu akubali kuwa alikuwa amejifunza kutokana na makosa yake. Barua hiyo iligusa wengi sana, ingawa maumivu yao hayakuondoka. Waliona kuwa alikuwa ameanza kutambua thamani ya maisha ya binadamu. Kisa hiki kilienea nchini kote. Watu wengi walijifunza somo muhimu, kwamba utajiri unaweza kukupa fursa nyingi, lakini hauwezi kukuweka juu ya sheria, na kwamba kila uamuzi unaofanya unaweza kubadili maisha yetu na ya wengine kwa sekunde moja. Baada ya hapo alipata msamaha. Takriban miaka 15 alikuwa amekaa ndani ya gereza. Sasa anatoka, anatizama wingu jeupe. Kwa mara ya kwanza anakutana na baba yake akiwa amezeeka, mama yake mpenzi. Hivyo anafurahi sana. Anapofika nyumbani, anamkuta baba na mama wa yule kijana aliyemuua. Nafsi yake inasita, lakini wanamwambia tumesahau yote na tumefuta jalada la mashtaka na sasa uko huru. Kijana alifurahi sana kusikia hivyo. Alijua tu pengine ni msamaha wa rais, lakini pia kutokana na nguvu ya wananchi na mabadiliko walioyapata kupitia yeye, wamejifunza sasa. Nadhani hali itakuwa shwari na watu wa aina yake watapata somo kubwa. Basi aliomba msamaha huku akitoa machozi, kwa sababu hawezi kurudisha kitu alichokipoteza, yaani kurudisha maisha ya mtu aliyekufa. Tunajifunza mengi kupitia stori hii, kwamba pesa haiwezi kununua utu. Hivyo ni muhimu kujali utu kuliko kitu. Maisha ya Ryan yalikuwa mazuri sasa. Akaoa mke mzuri na akaamua kufungua kanisa lake kwa ajili ya kutoa huduma na ushuhuda mbalimbali. Pia akafungua kitengo cha kusaidia watoto wasiojiweza na watu wenye matatizo mbalimbali. Kitengo cha sheria pia alikuwa nacho ili kusaidia watu walioko gerezani ambao wamefungwa muda mrefu pasipokuwa na msaada. Watu wengi walimsifu na baadaye alikuja kuwa kiongozi mkubwa na kila mtu akuamini. Kwa leo tuishie hapo. Nadhani wewe na pesa zako umejifunza kitu muhimu sana kwenye maisha. Huwezi kununua utu wa mtu. Haki pekee ndio uinua wa taifa. Sheria inabeba haki. Pasipokuwa na haki, hakuna amani ndani yake. Unapopewa haki, basi amani inatawala ndani ya moyo.
palipo na amani, haki inatawala.